Waziri wa ulinzi wa Israel Avigdor Lieberman amesema mashambulizi ya jeshi la Israel yaliyofanywa usiku wa kuamkia leo yameshambulia karibu kila muundo mbinu wa Iran ulioko nchini Syria katika kile Israel ilichosema ni kujibu mashambulizi ya roketi dhidi ya wanajeshi wake. Jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo ya kijeshi ya Iran yaliyoko Syria, ikiwa mojawapo ya operesheni kubwa za kijeshi kufanywa na nchi hiyo katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni dhidi ya maeneo yenye shughuli za kijeshi ya Iran. Rais wa Faransa Emmanuel Macron ametaka kupunguzwa kwa uhasama katika kanda ya Mashariki ya Kati baada ya operesheni hiyo na anatarajiwa kuijadili hali hiyo tete na kansela wa Ujerumani Angela Merkel hii leo. Urusi pia imesema inatiwa wasiwasi na hali hiyo ya uhasama kati ya Israel na Iran. Agen. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amehimiza Ujerumani kuchukua usukani kama dola lenye nguvu litakaloleta mageuzi Ulaya katika kipindi alichokitaja kuwa cha kihistoria kwa Umoja wa Ulaya. Macron ameyasema hayo kabla ya leo kupokea tuzo ya Chamberlain inayotambua juhudi zake za kuhakikisha mshikamano na utangamano wa Umoja wa Ulaya. Katika mahojiano na mashirika ya habari ya Deutsche Welle na ARD, Macron amesisitiza umuhimu wa umoja huo kuzungumza kwa sauti moja, hasa wakati huu ambapo Marekani imeamua kujiondoa kutoka mikataba mbalimbali muhimu kama makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na makubaliano ya kuyalinda mazingira ya Paris. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel atahutubia katika hafla hiyo ya kumpa Macron tuzo ya Chamberlain mjini Aachen. Wageni wengine watakaohudhuria ni viongozi wa serikali ya Hispania, Luxembourg na Bulgaria. Washington. Raia watatu wa Marekani wenye asili ya Korea Kaskazini waliokuwa wamefungwa Korea Kaskazini kwa zaidi ya mwaka mmoja wamewasili mapema leo Marekani na kulakiwa na Rais Donald Trump, mkewe Melania, makamu wa Rais Mike Pence na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa utawala wa Marekani. Wanaume hao watatu, Kim Dong-chul, Kim Hak-song na Ton Kim, waliachiwa huru jana baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kufanya mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kuhusu maandalizi ya mkutano ujao wa kilele kati ya Kim na Trump. Akizungumza pembezoni mwa Rais Donald Trump, mmoja wa raia hao walioachiwa huru, Kim Dong-chul, amesema ndio, tulitembea kwa njia tofauti wakati tukiwa kizuizini. Mfano, kwa upande wangu nilifanya kazi nyingi sana, lakini pia wakati nilipougua wao ndio walionitibu. Trump amewaambia wanahabari kuwa uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini unaanza ukurasa mpya na kumshukuru Kim kwa kuachia huru raia wa Marekani, akiongeza kuwa anaamini kiongozi huyo wa Korea Kaskazini anataka kufikiwa makubaliano ya kuifanya rasi ya Korea kutokuwa na silaha za nyuklia. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Kuala Lumpur. Mahathir Mohamad ameshinda kwa kishindo uchaguzi mkuu nchini Malaysia na kuweka historia ya kuwa waziri mkuu mwenye umri mkubwa zaidi duniani akiwa na umri wa miaka 92. Mahathir amesema anatarajia kuapishwa kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo wakati wowote kuanzia sasa na kuufikisha mwisho utawala wa muungano wa Barisan Nasional uliotawala Malaysia tangu ilipojipatia uhuru wake mnamo mwaka 1957. Ushindi huo unaashiria kurejea madarakani kwa Mahathir ambaye aliongoza nchi hiyo kwa mkono wa chuma kwa miaka 22. Hata hivyo, kumeibuka wasiwasi kuhusu shughuli ya kukabidhi madaraka leo asubuhi baada ya Mahathir kutoapishwa na mfalme wa nchi hiyo kama ilivyotarajiwa. New York. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeitaka Myanmar kuharakisha juhudi za kuhakikisha Warohingya wanarejea salama katika makazi yao. Taarifa hiyo imetolewa na baraza hilo la usalama baada ya wanachama wake kurejea New York kutoka ziara nchini Myanmar na Bangladesh kutathmini hali ya Warohingya.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaitaka serikali ya Myanmar kuimarisha juhudi za kuweka mazingira salama yatakayowezesha Warohingya takriban 700,000 waliokimbilia nchi jirani ya Bangladesh wanarejea katika jimbo lao la Rakhine kwa hiari na kushughulikia mzizi wa mzozo huo. Awali Ufaransa na Uingereza walioandika rasimu kuhusu matokeo ya ziara hiyo zilitaka uchunguzi uanzishwe dhidi ya Myanmar kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu, lakini China ilipinga rasimu hiyo. Mashirika manne ya kimataifa kuhusu haki za binadamu yameitaka mahakama ya kimataifa ya ICC kuanzisha uchunguzi Myanmar. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo mara tu baada ya kurejea leo kutoka Korea Kaskazini anatarajia kuendelea na mazungumzo kati ya Marekani na nchi washirika barani Ulaya, Mashariki ya Kati na barani Asia kujaribu kuibana Iran isitishe mipango yake ya silaha za nyuklia. Hata hivyo, swali lililo wazi ni iwapo washirika hao na zaidi ya yote Iran watakubali kurejea katika mazungumzo kamili, wakati ambapo Marekani imekwisha tangaza kujitoa kwenye makubaliano ya mwaka 2015 na kukiuka ahadi zake chini ya makubaliano hayo. Afisa mwandamizi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema majadiliano kati ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Japan, Iraq na Israel kwa ajili ya hatua inayofuata tayari yamefanyika tangu Rais Donald Trump alipotangaza Jumanne wiki hii kujiondoa kwenye makubaliano hayo ya nyuklia na Iran. Nairobi. Kiasi ya watu 20 wamefariki dunia baada ya nyumba zao kusombwa na maji baada ya bwawa kupasuka kusini mwa Kenya kufuatia mvua kubwa zilizonyesha nchini humo. Kamanda wa polisi wa mkoa Gideon Kimbuja amelieleza kwa njia ya simu shirika la habari la AFP kwa tukio hilo katika eneo la Solai limetokea jana Jumatano jirani na mji wa Nakuru katika mkoa wa Bonde la Ufa, na kuongeza kuwa watu 36 wamelazwa hospitalini. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Deutsche Welle, dunia yetu leo mchana. Israel yafanya mashambulizi makali ya makombora na kuharibu miundombinu kadhaa ya jeshi la Iran nchini Syria. Zaidi ya watu 32 wauawa nchini Kenya baada ya nyumba zao kusombwa na maji ya bwawa lililopasuka. Kuna watu zaidi ya 50 ambao wamepelekwa hospitali na wengi wanahofiwa wamezikwa na maji, hasa upande wa nyanda za chini. Na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aiambia DW kuwa hatua ya Marekani kujiondoa katika mkataba wa nyuklia wa Iran ni makosa. Mchana huu pia utasikiliza makala safi kabisa za mbiu ya mnyonge na vijana mchaka. Hivyo basi baki nasi. Mimi ni Bruce Amani. Dunia yetu leo mchana inaanzia nchini Syria ambapo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito wa kudhibitiwa hali ya kuendelea kwa uhasama zaidi kati ya Israel na Iran baada ya jeshi la Israel kusema limeshambulia maeneo ya kijeshi ya Iran nchini Syria kutokana na kile ilichokitaja kuwa kujibu mashambulizi ya roketi dhidi ya wanajeshi wake yaliyofanywa na Iran. Takriban wapiganaji 23 wanaelezwa kuuawa katika mashambulizi hayo ya Israel. Sudi Mnete anaarifu zaidi. Anatoa wito wa kudhibiti uhasama, ni maneno yaliyo katika taarifa ya rais, ikiongeza kuwa Macron atajadili suala hilo na kansela Angela Merkel wa Ujerumani pale watakapokutana mjini Aachen huko magharibi mwa Ujerumani baadaye leo. Jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo kadhaa ya kijeshi ya Iran katika maeneo tofauti ya Syria katika kile kinachoelezwa kuwa ni moja kati ya operesheni zake kubwa za kijeshi katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni. Waziri wa ulinzi wa Israel Avigdor Lieberman anaelezea zaidi. Iran ndio ilianza kuliingilia taifa la Israel. Inajaribu kufanya makabiliano dhidi yetu na hatutaruhusu Iran ifanye Syria eneo la mashambulizi dhidi ya Israel. Hii ni sera iliyo wazi sana, na tunachokitekeleza kinazingatia sera hiyo. Israel ilifanya operesheni hiyo baada ya kusema kuwa wameshambuliwa na maroketi takriban 20 katika eneo wanalolikalia la milima ya Golani ambalo mashambulizi hayo yalitokea upande wa Syria. Kwa mujibu wa shirika la uangalizi wa haki za binadamu la Syria lenye makazi yake London, Uingereza, limesema operesheni hiyo imesababisha vifo vya wapiganaji 23 wakiwemo wanajeshi 5 wa jeshi la Syria na wengine 18 kutoka makundi ya washirika. Kufuatia hali hiyo, Ujerumani imeituhumu Iran kwa uchokozi
Katika taarifa yake, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Ujerumani imesema imelaani vikali kama wanavyosisitiza siku zote kuwa Israel inayo haki ya kujilinda. Hata hivyo, imeongeza kuwa ni muhimu kuzuia machafuko zaidi. Kwa upande wao, taifa mshirika wa utawala wa Rais Bashar al-Assad limesema Syria ilifanikiwa kuzuia zaidi ya nusu ya makombora ya Israel leo hii. Wizara hiyo ya mambo ya nchi za nje ya Urusi imesema zaidi ya nusu ya makombora hayo yaliyovurumishwa usiku kucha wa kuamkia leo hayakuweza kufua dafu. Awali jeshi la Iran nchini Syria lilifyatua maroketi kwa kuelekeza katika maeneo ya kambi za Israel katika milima ya Golani, jambo ambalo Israel linasema lina lengo la kunyung'unyisha moja ya maeneo yenye nguvu kubwa kabisa ya kijeshi ya Israel dhidi ya Syria tangu mgogoro wa taifa hilo ulipoanza mwaka 2011. Tukio hilo linatokea baada ya wiki kadhaa za wasiwasi na kufuatia hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika makubaliano muhimu ya mpango wa nyuklia wa Iran ya mwaka 2015, hatua ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikipigwa chapuo na Israel. Katika mahojiano yake na gazeti la kila wiki la Ujerumani la Der Spiegel ambayo yalichapishwa mwishoni mwa juma lililopita, Macron alisema kujiondoa kwa Marekani katika mpango huo kunaweza kusababisha vita. Ni Sudi Mnete na ripoti kuhusu hali ya vuta ni kuvute kati ya Iran na Israel. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hajauzungumzia tu mzozo huo kati ya Iran na Israel, bali pia anautaja uamuzi wa Marekani kujiondoa kutoka kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran kuwa makosa. Katika mahojiano na DW, rais huyo wa Ufaransa amesema Ulaya inastahili kushikilia dhamira yake katika mkataba huo uliotiwa saini mwaka 2015 kuhakikisha kwamba Iran haianzi tena harakati zake za nyuklia na kuzuia taharuki katika eneo la Mashariki ya Kati. Jacob Safari ana mengi zaidi kuhusiana na mahojiano hayo. Macron amesema kwamba alifahamu awali katika ziara yake Marekani kwamba Rais Trump anataka kujiondoa kutoka kwenye mkataba huo, hatua ambayo anaitaja kuwa ni makosa kwa sababu ni mkataba unaotoa nafasi ya kudhibitiwa kwa ulinzi wa nyuklia wa Iran hadi mwaka 2025. La proposition que j'ai faite lorsque j'étais à Washington au président Trump, c'était de dire pendekezo nililoliwasilisha kwa Rais Trump nilipokuwa Washington ni kwamba usiharibu kila kitu. Iwapo una mashaka kuhusu Iran, wacha tuutilie mkazo huu mkataba. Nafikiri mkataba huu unastahili kukamilishwa. Il faut absolument pour que le régime iranien ne reprenne pas ses activités. Kujiondoa kwa Marekani katika mkataba huo ni pigo, kwani ni mmojawapo wa washirika wakuu katika mkataba huo, lakini Macron anasema makubaliano hayo bado yana umuhimu na kwamba kama Ulaya wamewapa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya na Iran jukumu la kuhakikisha kwamba umuhimu wao wa kutojiondoa unaonekana. Kuhusu uhusiano wa kibiashara wa kanda ya Atlantiki, Macron amesema bado haujaharibika na kuna uelewano mzuri baina ya Ulaya na Marekani, ingawa amekiri kwamba kuna taharuki kwa kiasi fulani. Kulingana na rais huyo, Ulaya ni nguvu kubwa ya kibiashara na ingawa Marekani ni mshirika wao, watasalia kufuata sheria za shirika la biashara duniani WTO. Kuhusiana na masuala ya Ulaya, Macron hivi majuzi aliweka wazi ajenda yake mabadiliko anayotaka yafanywe katika Umoja wa Ulaya, ingawa Ujerumani haijaonyesha kuunga mkono. Kuhusiana na hilo, rais huyu amesema hajavunjwa moyo na kansela wa Ujerumani Angela Merkel, kwani ana matumaini kwamba Ujerumani itakapotoa jibu lake kuhusiana na mapendekezo yake mwezi Juni litakuwa jawabu zuri. Amesema anatumai kwamba Merkel na serikali yake wataungana na Ufaransa katika kufanya kazi pamoja kwa ajili ya Ulaya yenye nguvu na demokrasia, kwa kuwa sasa hiyo ndio changamoto kuu. Mojawapo ya mapendekezo aliyokuwa ameyatoa Macron katika swala la mageuzi ndani ya Umoja wa Ulaya ni kubuniwa kwa nafasi ya waziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya, jambo ambalo halipokelewi vyema Ujerumani, ila Macron anasema hatarajii yote aliyopendekeza kutekelezwa, kwani anahisi ilikuwa ni jukumu lake kutoa mapendekezo kutokana na dhamira aliyokuwa nayo. Rais huyo wa Ufaransa atapewa tuzo ya Charlemagne kwa hatua yake ya kutoa dira ya Ulaya mpya, ambapo ameyataka mataifa ya Ulaya kufanya juhudi zaidi kuhakikisha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana unapungua. Atapokea tuzo hiyo ambayo imekuwa ikitolewa kila mwaka tangu mwaka 1950 katika sherehe itakayoandaliwa katika mji wa Aachen. Aachen ndiyo ilikuwa makao ya Charlemagne, ambaye anajulikana kama baba wa Ulaya na ambaye alifanikiwa kuileta pamoja Ulaya Magharibi katika karne ya 9.
Shukran Jacob Safari. Tunaendelea kusafiri pamoja katika dunia yetu leo mchana kutoka DW Bonn. Tutumie maoni yako msikilizaji, ujumbe unaweza kutumia kwa njia ya simu. Nambari yetu ni 00491621065676. Lakini pia unaweza kuchangia kwa kutuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook ukitafuta DW Kiswahili, na pia kwa huduma ya WhatsApp. Deutsche Welle, tunavuma kwa kishindo. Tuelekee mashariki wa Afrika ambapo watu wasiopungua 31 wameuawa kusini mwa Kenya baada ya nyumba zao kusombwa na maji yaliyotoka katika bwawa lililobomolewa na maji ya mvua. Maafisa katika eneo hilo wanahofia kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka, wakishuku kuwa bado wapo watu waliofunikwa na matope. Daniel Gakuba anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo. Ni vilio na majonzi vya manusura wa janga hilo baya lililotokea jioni ya jana katika eneo la Solai lililo karibu na mji wa Nakuru katika jimbo la Bonde la Ufa. Afisa wa polisi aliyeko kwenye eneo hilo ambaye hakutaka jina lake litajwe ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wafanyakazi wa uokozi wameshughulika usiku mzima wakitafuta watu waliofukiwa na nyumba zao zilizogeuka tope baada ya kukumbwa na mkondo wa maji yaliyotoka kwenye bwawa lililobomoka. Maji ya bwawa hilo linalomilikiwa na mtu binafsi yalikuwa yakitumiwa kwa shughuli za umwagiliaji mashambani na ufugaji wa samaki. Kamanda wa polisi katika mji wa Rongai, Joseph Kioko, akizungumza wakati shughuli za uokozi zikiendelea, ameelezea madhara ya janga hilo yaliokuwa yakijulikana wakati huo. Watu kama 10 wamekonfirmiwa wameaga. Kuna watu zaidi ya 50 ambao wamepelekwa hospitali ya Subukia na PGH, na pia ni kwamba wengi wanahofiwa wamezikwa na maji, hasa upande wa nyanda za chini. Hata hivyo, idadi ya watu waliothibitishwa kupoteza maisha hadi sasa imepanda na kufikia 31. Miongoni mwao wamo 11 ambao maiti zao zimekutwa katika shamba la kahawa, na afisa huyo wa polisi amesema huenda walikuwa wakijaribu kukimbia maji ya bwawa hilo, lakini kwa bahati mbaya hawakufika mbali. Wengi wao walikuwa wanawake, wakongwe na watoto wadogo ambao hawakuweza kukimbia haraka kuokoa maisha yao. Shirika la Msalaba Mwekundu limeweka kituo cha dharura katika eneo hilo ili kuwasaidia ndugu waliopoteana kuweza kuwatafuta jamaa zao. Familia zipatazo 500 kutoka vijiji kadhaa vya eneo hilo zimeathirika, hali kadhalika shule 2 za mahali hapo. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Fred Matiang'i, alitarajiwa kulitembelea eneo lililoathirika kufanya tathmini ya hali ya mambo. Kenya, kama zilivyo nchi nyingine kadhaa za eneo la Afrika Mashariki na Kati, inakumbwa na mvua kubwa isivyo kawaida ambazo watabiri wa hali ya hewa wanasema zitaendelea kunyesha kwa mwezi mzima. Mvua hizi zimekuja baada ya ukame wa muda mrefu ambao uliathiri vibaya kilimo na kuweka kitisho cha uhaba wa mavuno. Ripoti ya shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya iliyochapishwa wiki iliyopita ilisema kuwa hektari 8,500 za mashamba yenye mazao zilifunikwa na maji ya mvua hizo ambazo pia zimeua mifugo 20,000. Katika baadhi ya maeneo mvua hizo zimeharibu miundombinu ya barabara, na mara kadhaa jeshi limetumia helikopta kuwaokoa watu ambao nyumba zao zimefunikwa na mafuriko. Shirika hilo la Msalaba Mwekundu limeomba kupatiwa dola milioni 5 ili liweze kuwashughulikia wahanga wa majanga hayo. Ni Daniel Gakuba. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaki raia 3 wa nchi hiyo walioachiwa na Korea Kaskazini katika kambi ya kijeshi iliyoko karibu na mji wa Washington mapema leo, ikiashiria ushindi wa kidiplomasia katika juhudi za kuboresha uhusiano na Korea Kaskazini kuelekea mkutano wa kilele kati ya Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Yusuf Wahid na maelezo zaidi. Raia 3 wa Marekani wenye asili ya Korea Kaskazini waliokuwa wamefungwa jela Korea Kaskazini kwa zaidi ya mwaka mmoja wamewasili mapema leo Marekani na kulakiwa na Rais Donald Trump, mkewe Melania, makamu wa Rais Mike Pence na maafisa wengine wa ngazi ya juu wa utawala wa Marekani. Wanaume hawa 3, Kim Dong-chul, Kim Hak-song na Tony Kim, waliachiwa huru jana baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kufanya mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kuhusu maandalizi ya mkutano ujao wa kilele kati ya Kim na Trump, na walisafiri kwa ndege pamoja na Pompeo kurejea Marekani.
Trump amewaambia wanahabari kuwa uhusiano kati ya Marekani na Korea Kaskazini unaanza ukurasa mpya na kumshukuru Kim kwa kuwaachia huru raia hao wa Marekani, akiongeza kuwa anaamini kiongozi huyo wa Korea Kaskazini anataka kufikiwa makubaliano ya kuifanya rasi ya Korea kutokuwa na silaha za nyuklia. Tutaona kitakachofanyika. Tuna mkutano umepangwa katika siku chache zijazo ambao mtaarifiwa kuhusu. Tayari mahali tutakapokutana kushajulikana na tutaona kama tutaweza kufikia kile ambacho wengi hawakudhani kinawezekana kwa miaka mingi sana, na mengi mabaya yangeweza kufanyika katikati ya wakati huo. Utawala wa Korea Kaskazini uliwapa raia hao watatu wa Marekani msamaha na hivyo kuondoa mojawapo ya vizingiti vikubwa vilivyokuwa vinaufanya uhusiano kati ya nchi hizo mbili kuwa mbaya na kuwa kikwazo cha kufanyika kwa mazungumzo yanayotarajiwa katika kipindi cha majuma machache yajayo. Mtaalamu wa masuala ya kilimo Kim Hak-song na profesa wa zamani wa chuo kikuu Tom Kim walikamatwa mwaka jana, ilhali Kim Dong-chul, mfanyabiashara na mchungaji, alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na kazi ngumu mnamo mwaka 2016. Akizungumza kuhusu uwezekano wa kufikia makubaliano kuhusu Korea Kaskazini kuachana kabisa na mpango wake wa kinyuklia, Trump amesema wanasubiri kuona kama wataweza kufikia jambo ambalo watu walidhani halingewezekana kwa miaka mingi. Kiongozi huyo wa Marekani ameongeza kusema kuwa fahari yake kuu itakuwa pale rasi nzima ya Korea haitakuwa na silaha za nyuklia, akiamini kuwa Kim Jong-un anataka kulileta taifa lake katika kile alichokitaja kwa ulimwengu halisi. Shukrani Yusra Abu Wahid. Na Malaysia ina waziri mkuu mpya, lakini jina lake sio jipya kwa raia wa nchi hiyo. Mahathir Mohamad ameshinda kwa kishindo uchaguzi mkuu nchini Malaysia na kuweka historia ya kuwa waziri mkuu mwenye umri mkubwa zaidi duniani, akiwa na umri wa miaka 92. Mahathir anatarajiwa kuapishwa kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo wakati wowote kuanzia sasa na kufikisha mwisho utawala wa muungano wa Barisan Nasional ulioitawala Malaysia tangu ilipojipatia uhuru mnamo mwaka 1957. Lilian Mtono na mengi zaidi. Muda mfupi baada ya Mahathir kutangaza kushinda kwenye uchaguzi huo, alisema mfalme wa Malaysia atasaini barua ya kumthibitisha kwa waziri mkuu wa taifa hilo katika sherehe zitakazofanyika kwenye kasri hilo lililoko katika mji mkuu Kuala Lumpur hii leo. Lakini mamlaka ya kasri hilo la kifalme zimesema huenda hakutakuwepo na shughuli kama hiyo, na msemaji wa Mahathir, kiongozi mkongwe mwenye umri wa miaka 92 ni waziri mkuu wa zamani, amesema hajasikia taarifa zozote kutoka kwenye kasri hilo na hakuwa na mpango wa kwenda huko. Hata hivyo, Mahathir, kiongozi huyo wa zamani wa kiimla, amesema kwenye mkutano na waandishi wa habari kwamba wana haki dhahiri ya kuunda serikali mpya na kusisitiza kwamba anatakiwa kuapishwa leo kwa waziri mkuu kwa kuwa muungano wa upinzani unaungwa mkono na idadi kubwa ya wabunge. Tungependa tuweke sawa kwamba kuna hali ya dharura hapa. Tunahitaji kuunda serikali hapa leo kwa sababu kwa sasa hakuna serikali hapa Malaysia. Majukumu ya Najib kama waziri mkuu wa mpito yameisha muda wake. Yalisha tangu jana usiku. Wa Malaysia walishangilia ushindi huo wa Mahathir ambao haukutarajiwa dhidi ya waziri mkuu Najib Razak, ambao maarufu wake umeshuka kufuatia kuongezeka kwa gharama za maisha na kashfa kubwa ya ufisadi wa mabilioni ya fedha yaliyopelekwa nje ya nchi. Waziri mkuu huyo Najib aliongoza muungano unaoongoza serikali wa National Front ulioshindwa vibaya kwenye uchaguzi huu, amesema anakubaliana na matokeo. Kwenye mkutano na waandishi wa habari uliopeperushwa mubashara kupitia televisheni, amesema yeye na washirika wake wamekubaliana na matakwa ya raia. Ninakubaliana na matakwa ya raia. Barisan Nasional imejizatiti kuheshimu misingi ya demokrasia ndani ya bunge. Mahathir aliwahi kuliongoza taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia kwa miaka 22 na kurejea kwake ghafla kugombea nafasi hiyo ya waziri mkuu kunahitimisha utawala ambao haukuingilika wa Barisan Nasional BN, muungano ambao umeiongoza serikali ya Malaysia tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1957. Mahathir amenukuliwa akisema hawana mpango wa kulipiza kisasi dhidi ya serikali ya Najib iliyokuwa imeelemewa na kashfa za ufisadi, bali wanataka kurejeshwa utawala wa sheria. Kulingana na Najib, kwa kuwa hakuna chama chochote kilichopata wingi wa viti unaotakiwa kwenye uchaguzi huo, mfalme atakuwa na jukumu la kumchagua waziri mkuu mpya. Matokeo rasmi yanaonyesha muungano wa Mahathir wa Pakatan Harapan umeshinda viti 113 kati ya 222 vya bunge
hatua inayowezesha kuongoza serikali. Muungano wa Najib ulipata viti 76 pekee. Mahathir ameahidi kufanya upya makubaliano ya mikataba na China pamoja na kubadilisha baadhi ya sera zilizotekelezwa na serikali ya Najib ambazo ni pamoja na kodi za bidhaa na huduma, lakini pia kupitia upya sheria ya uwekezaji wa kigeni. Basi ni awamu ya tusikie maoni yako, naangalia ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Mzee Eric Masawe wa Rombo Mashati, Tanzania, anasema kauli iliyotolewa na kiongozi wa Ufaransa Emmanuel Macron juu ya Donald Trump kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran ni jambo baya sana. Angepaswa kukaa meza ya mazungumzo kabla ya maamuzi hayo ambayo yanaweza kuleta machafuko. King Majuto wa Geita, Tanzania, anasema uamuzi wa Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia ni vyema ukaheshimiwa na mataifa yote. Anjesco Choga yupo wapi hapa? Nundwe Mufindi, Tanzania, anasema Trump, jambo moja ambalo unapaswa kulitambua na hivi sasa ni kwamba duniani kote haki na usawa hupatikana kwa njia ya masikilizano. Kuachiwa kwa Marekani hao ni ukurasa mpya kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Wilson Peter wa Kasindaga, Mureba, Tanzania, ametuandikia kwenye Facebook, anasema ni jambo zuri kwa Rais Trump kuwalaki hawa wafungwa walioachiwa kutoka Korea Kaskazini. Kikubwa juhudi za kuimarisha amani zidumishwe huko Korea Kaskazini. Enoch Kangele, mwanaharakati mkazi wa Morogoro, Tanzania, anasema hakika hapo ni jinsi gani inaonyesha uhusiano wa kidiplomasia ulivyokamilika baina ya Korea Kaskazini na Marekani. Mimi nimpongeze sana Korea Kaskazini kwa kuachia huru raia wa Marekani na kumfanya Bwana Trump awe na furaha zaidi. Emmanuel Mayala wa Uliankulu, Tabora, Tanzania, anasema inapendeza sana kwa raia hawa wa Marekani kuachiwa huru. Isaiah Zambo, mpenda amani wa Dodoma, Tanzania, ametuandikia kwenye Facebook, anasema kuachiliwa huru kwa raia hao watatu wa Marekani utafunza Rais Trump na viongozi wengine kuwa na busara, wasikivu na wenye subira pindi wanapokutana na changamoto mbalimbali kwenye utendaji kazi wao. Ishengoma Kasenene kutoka Kawe, Dar es Salaam, Tanzania, nasema binafsi naunga mkono maneno ya Emmanuel Macron, kwani kitendo cha Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia utaleta sintofahamu. Hivyo ni muda sasa wa nchi nyingine za Ulaya kupinga uamuzi wa Trump. Dickson Waitu toka Tumaini Family, soko kuu, Bukoba, Tanzania, anasema Marekani inapaswa kujitathmini upya juu ya huo mpango wake kujiondoa kutoka kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran, kwani kwa hatua yake hiyo ni kuzidi kukuza mgogoro na nchi nyingine nyingi. Msikilizaji, basi naifunga awamu hii ya kwanza kusoma maoni yako. Endelea kutuliza kidogo na hili yuko kusoma Biblia kama yuko mzuri mpaka leo. Ile mipano yuko ndani ya Biblia yuko banane bila sikiaka yuko ba Janet yuko ba Sylvie Balombuni, si yuko hivi ndani ya Biblia. Hapa ni hivi wako na shaka mimi yuko nini ndani ya Biblia hapa na kuwaka Balombuni ba Sylvie ndani ya Biblia banaandika iko ba Esther iko ba Jacobe iko ba Shadrake Meshake Abednego Solomon Lombuni naenda toka je korale njia ya wokovu ya sekavete ya mbia ya banaimba ile badisi ile yote ndani ya nyimbo hapo kingaro pamoja kata kinyo yako vile kwa ajili ya maelezo zaidi kwani gauza band ya korale njia ya wokovu ya sekavete ya mbia ya banaimba juu ya nini Biblia na ile rasima iko siku ya Mungu ile pakosa pale ku istemu Nyakundi Kapusu Udi. Baninga bidapolo bana nzambe boya bomona na miso la smaki toko ya album Vol Air ya Choral njia ya wokovu ya Eglise Sekavete lokali ya mbia ya muje mjione na macho. Msisahau pesa ya kuuza ile band, itakuwa siku ya Mungu hii pale kwa Eastem Nyakunde Kapisi Wood ya hapa Bunia pale kwa Yambia ya apartiri ya wite. Muje mjione kwa macho, mtakuwa na makorali mbalimbali wataimbia Mungu
nyimbo ya pie, Choral Kristo Atawale ya C89 Oicha, Orchestre Lobo ya CE39 Geti, Unité Celeste ya 8e Sepak Kindia, Hosanna ya CE39 Koromojo, Amukeni ya Aisingeziville, Orchestre Josue ya C89 Mungwalu, La Victoire ya 11e Kake ya Mbia ya Compagnie Chrétienne ya Crisco Kindia, Choral Njia ya Wokovu wanawapatia nyimbo nzuri inayokichwa soma Biblia. Basi wewe unasomaka Biblia, kuja ununue ile bande na utajua kusoma Biblia vema pamoja na Choral Njia ya Wokovu ya C89 lokale ya Mbia ya muje wengi.